Muda mchache uliopita, Rais Donald Trump ametoka kuzungumza na vyombo vya habari kwenye hafla ya ugawaji wa tuzo kwa baadhi ya wanajeshi. Kikubwa alichokizungumza, amezungumza kwa mara ya kwanza, naweza nikasema kwa mara ya kwanza kwa hotuba, kuzungumzia mgogoro wa Irani na vita vinavyoendelea vinavyofanywa na vikosi vya Marekani, Irani na Israeli kule kwa ushirikiano wa pamoja. Amezungumzia kuhusu muda wa vita. Ni kitu ambacho alikiandika pia kwenye mtandao wake wa Truth Social kuwa huenda ikachukua wiki 4 mpaka wiki 5 na wala hatutokuwa bored, tutaendelea na mzozo huu. Lakini ametaja katika sababu zake hasa zilizompeleka huko ni kuwa Irani wameendelea na ujenzi wao wa nyuklia, ambao anasema kuwa tulikuwa tumewaambia tulivyozilipua wasiendelee na ujenzi, lakini wameendelea, lakini tumeendelea kulipua uwezo wao wa makombora ambayo anasema yanafika Ulaya hivi sasa, na wamekuwa wakitafuta makombora ambayo yanafika Marekani. Kwa hiyo amelizungumza hilo kwa nafasi yake, huku akisifia wanajeshi wa Marekani na akiwapa pole wale ambao tayari wamekwisha ripotiwa kufariki. Kabla ya hapo Trump alifanya mahojiano na vyombo vya habari akiulizwa kuhusu mpango wa Marekani wa kuweka buti ardhini, yani kupeleka wanajeshi ardhini. Trump akasema kuwa anasema kuwa inawezekana au haiwezekani. Maana ameacha kuwa maybe, kuwa anasema naweza nisiwe kama viongozi wengine ambao labda hawakuamua hilo. Kwa hiyo anasema inawezekana au haiwezekani. Lakini mpaka sasa tunazungumza kuwa tayari Marekani imekwisha anza kupokea askari wake ambao wameuawa kwenye vita huko, na tayari Marekani imekwisha anza kuwapokea. Kauli ya Donald Trump inakwenda kushindana na kauli ya waziri wake wa vita. Leo alikuwa anaongea na vyombo vya habari, alikuwa pamoja na General McDen, Daniel Ken, walikuwa wanazungumza pamoja. Sasa alichokisema waziri wa vita, waziri alikuwa zamani wanasema waziri wa ulinzi, sasa wanamuita waziri wa vita, kwa sababu kile kitengo ni kitengo cha vita, sio wizara ya ulinzi tena. Ile Pentagon ni wizara ya vita, ambayo sasa hivi ni wazi vita, ambayo waziri wake ni Peter Hegseth. Hegseth alikuwa akizungumza na vyombo vya habari na katika kile alichokisema kuwa hivi sasa wanashughulika kuhakikisha kuwa wanamaliza uwezo wa makombora ya Irani, yani wanaenda kuangamiza uwezo wa makombora ya Irani. Na Hegseth anasema kuwa malengo yaliyowapeleka Irani sio kubadili utawala. Elewa, malengo yaliyowapeleka sio kubadili utawala, isipokuwa kwenda kuizuia Irani kuwa na nyuklia na kuizuia kuangamiza uwezo wa makombora wa Irani. Trump anaongea, anasema kuwa tunakwenda kutimiza malengo ya kuhakikisha tunaangamiza silaha na tunaangamiza uwezo. Elewa toni inavyobadilika. Donald Trump hajalizungumza hili. Nimesema kwa nini wametofautiana, kwa sababu kauli za Trump za awali zimekwenda tofauti na alichokizungumza hivi sasa, kwa sababu alichokizungumza hivi sasa na Peter Hegseth wamezungumza sawa, kuwa wanakwenda kwa ajili ya kuangamiza uwezo wa Irani wa makombora na uwezo wa kurutubisha nyuklia. Ndio ameyazungumza hayo, hajarudia tena kusema regime change. Rudi kwenye hotuba aliyoitoa wakati anawatangazia Marekani kuwa Marekani inaingia kwenye vita na Irani. Alizungumza kuhusu kuwa wanakwenda kufanya mabadiliko, na wakadai kuwa tutakuwa na vita fupi tu, tunakwenda kufanya mabadiliko ya uongozi, regime change, ambapo kauli hiyo ilipigiwa mstari na waziri mkuu wa Israeli Netanyahu kuwa ni mabadiliko ya ndani ya Iran, yani wanabadilisha nafasi, yani tunabadilisha ile serikali, yani tunaleta serikali mpya, regime change. Hii ndio iliyopo, hii ndio iliyokuwepo, yani haya ndio malengo hasa ya Marekani na washirika kuwa tunakwenda kufanya mabadiliko ya uongozi. Kwa hiyo kuna wakati huwa ninawaambia viongozi mara nyingi wanapozungumza, wachambuzi huwa tunafuatilia neno kwa neno. Kwa hiyo wana kitu kimoja kuwa hawaongei by mistake, yani wanachokizungumza wanakuwa wamemaanisha, sio kuwa. Kwa hiyo kwa kauli anayoizungumza Donald Trump na kauli aliyoizungumza Peter Hegseth ni kauli ambazo zinashabihiana na kile alikisema Trump jana kuwa Irani wanataka mazungumzo na sisi tuko tayari kufanya mazungumzo, kwa sababu tayari Trump kabadilisha malengo. Tayari Trump amebadilisha malengo. Hazungumzi tena kuhusu regime change, mabadiliko ya utawala. Hazungumzi tena kuhusu hilo. Anazungumza kuhusu makombora lakini hili linaweza likatokea wakati wowote. Huenda mabadiliko yanatokea kutokana na kile ambacho unakutana nacho. Unategemea kuwa unajua kila kitu kina matarajio. Nina matarajio fulani. Halafu unakwenda mbele,
unakosa hicho, hayo matarajio yako yanakuwa hujayapata. Kwa hiyo kuna wakati unabadili plani. Kwa hiyo Marekani ni kuwa wamebadilisha plani yao ya Irani, sio tena regime change kama iliyowatoa. Kuwa Trump alivyohutubia mara ya kwanza alisema Wairani waingie barabarani na wachukue serikali yao, itakuja serikali mpya ya kuwaondoa haya. Kile alichohutubia Waziri Mkuu Netanyahu akiwaambia Wairani kuwa sisi sio adui yenu, imefika sasa wakati wenu mchukue nchi yenu na mfanye mabadiliko ya utawala. Anachokizungumza Trump na Peter Hegseth ni vitu viwili au ni kitu kimoja, lakini kimebadilika toni kutokana na siku. Yani siku 3 nyuma walikuwa wanazungumza zaidi ya hiki, walikuwa wanazungumza kitu kingine zaidi. Kwa hiyo maana yake kuwa kuna mabadiliko yanaweza kuwa yametokea. Lakini jioni ya leo Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alikuwa anaongea na bunge la Uingereza. Yeye akakumbusha, akawaambia wabunge wa Uingereza kuwa hatujashiriki kwenye mashambulizi. Hatujashiriki kwenye mashambulizi yaliyopiga Irani. Kwa nini? Uingereza anasema hatujashiriki. Wakati huo huo, Donald Trump amemlaumu Keir Starmer kwa kile anachosema kuwa alichelewa mno kutupa idhini ya matumizi ya kambi ya Cyprus pamoja na kambi ya Diego Garcia iliyopo kwenye visiwa vya Bahari ya Hindi ambavyo viko chini ya Mauritius. Anamlaumu kuwa wewe ndio sababu ya kutuchelewesha kile ambacho tulikuwa tunakitaka. Lakini wakati huo wamemuita kansela wa Ujerumani ambaye anasuasua kujiunga na vita, ambaye aliombwa na Marekani kujiunga na vita, anasuasua. Trump anaweza labda ni muoga, anaofia uoga au nini. Kwa hiyo malengo yamebadilika ya vita, sio tena ni regime change. Elewa ninachokizungumza, malengo ya vita yamebadilika, it's not regime change. Mara zote huwa ninazungumza na huwa ninawaambia sana kuwa vita zote zina malengo. Pale hutofikisha malengo yako, huwezi kusema umeshinda vita. Nililizungumza hili kwenye 12 days war tuliokuwa pamoja, mnakumbuka, vita ya siku 12, ambayo vita ile ilikuwa na slogan ya Rising Lion. Rising Lion, kumwamsha simba. Simba yupi? Bendera ya Irani ya kabla ya mwaka 79 ilikuwa na simba na jua. Yule simba aliondolewa baada ya mapinduzi ya 1979, ikawekwa neno la Allah. Sasa wanaotaka mabadiliko ndani ya Irani, tazama wakiwa wanapeperusha bendera, huwa wana bendera ya kwao, sio hii ya IRGC ambao wanatumia. Kuna bendera ambao katikati inamuonyesha simba na jua liko nyuma. Sasa Israeli alikwenda na operation inaitwa Rising Lion, kumnyanyua simba, kuondoa neno Allah, kumweka simba pale. Ile operation ikafeli, lakini Marekani na Israeli walivyotoka kwenye operation, Trump akatangaza ushindi, Netanyahu akatangaza ushindi kuwa tumeangamiza nyuklia zote. Nilisema wakati ule kuwa wamebadili malengo katikati. Haya hayakuwa malengo yao yalikuwa ni regime change, mabadiliko ya utawala, kitu ambacho wamekijaribu tena mara hii, lakini tayari wamekwisha kubadilisha kauli kuwa no, sio hiyo regime change. Sasa hivi tunakwenda kuangamiza. Sasa anasema Peter Hegseth kuwa haya mashambulizi tunayoyafanya, tunapiga yale makombora yale masafa marefu, tunayaangamiza. Kwa hiyo baada ya muda huenda Marekani wakatangaza kuwa tumeangamiza makombora yote ya Irani na hatuna shida ya kuendelea na vita. Ndio jibu litakuja. Makombora ya Irani ambao muda wote yako chini ya ardhi, makombora ya Irani ambayo yamehifadhiwa wanakojua wenyewe, lakini wanatutangazia wameyamaliza. Nje ya malengo. Sijui umeelewa? Nje ya malengo. Lakini kwa nini Keir Starmer anasema kuwa Uingereza haijashiriki? Atatangaza vipi kuwa wameshiriki hali ya kuwa nishati Ulaya imepanda bei kwa 50%? Gesi imepanda kwa 50% Ulaya. Maana yake kuwa Ulaya wanakuwa ni wahanga watatu kwenye mzozo huu. Hili swala la mzozo wa vita ya Irani ni swala la muda tu kutufikia. Yaani hata hapa sisi usifikiri tuko salama. Yaani hiki ni kikombe ambacho tutakutana nacho tu. Subirini kuwa hatuna, iwe mwezi huu mwezi ujao, lakini bei ya mafuta hatuwezi kuikwepa. Kwa sababu Hormuz imefungwa. Gesi Ulaya wameanza kukabiliana. Naposema ni wahanga watatu kwa sababu wahanga wa kwanza wa mzozo ni wa Irani moja kwa moja, vifo na kila kitu. Wahanga wa pili waliokutana na huu mzozo ni washirika wa pembeni sasa, Israeli, Marekani na Waarabu ambao wamejikuta kwenye huo mzozo. Hao ni washirika wa pili ambao moja kwa moja wamekuwa waathirika wa mgogoro. Ulaya wanakuwa washirika watatu. Athari ya mgogoro inawafikia 50% LNG. Qatar ametangaza kusitisha usafirishaji wa LNG baada ya mitambo yake kushambuliwa na droni. Saudi Arabia amesema anafunga refinery yake ambayo ilikuwa imeshambuliwa. Lakini usisahau kuwa Saudia anapitisha mafuta kwenye Hormuz tayari, na kwenyewe hawezi kupitisha mafuta kwa sababu kuna zuio la kupitisha meli. Manake kuwa nishati kwa vyovyote lazima inacheza. Kwa vyovyote vile nishati imecheza kwa namna yoyote. Kwa hiyo
Keir Starmer anaposema kuwa hatukushiriki, sijui kama atakuwa na ushujaa mbele ya Uingereza kuambia sisi tulishiriki. Japokuwa inafahamika wazi kabisa kuwa kambi ya kijeshi ya Marekani ya Uingereza iliyopo Cyprus always huwa inatoa msaada kwa Israel, kuanzia ujasusi wa kawaida, kuanzia ndege ambazo zinafanya intercept za makombora, kwa sababu kwenye 12 days war kambi ya Cyprus ilitumika na Uingereza kuzuia makombora ya Irani. Sio rahisi kwa Keir Starmer kusema kuwa yes, Uingereza wameshiriki. Tunajua kuwa kambi ya kijeshi ya Uingereza iliyopo Diego Garcia, ambayo Marekani aliitumia kufanya mashambulizi wa kuipiga Irani, wakati ule ile banka zile zilitokea pale, zile ndege za B2 zilitua pale Diego Garcia. Ile ni kambi ya Uingereza ambayo Marekani huweka kambi pale, na idhini Marekani anachukua kwa Uingereza kuwa kama unataka kwenda sehemu fulani utachukua idhini yangu. Sasa Uingereza amempa idhini Marekani kutumia kambi ya Diego Garcia, amempa idhini ya kutumia kambi ya Cyprus. Sawa. Kwa hiyo kusema kuwa hatumii au Uingereza hajashiriki ni kitu kingine, na kile kinachotokea ni kingine, kwa sababu hawezi kujipiga pingu hivi sasa Keir Starmer. Lakini yote kwa yote kuwa Ulaya inakabiliana na hali ngumu ya nishati ambayo imepanda kwa 50%, huku masoko ya Asia yakikutana na hiyo kupanda kwa nishati kwa 39%. Sio, tunaelewana? 39%. Hapo kabla nimemsikia mchambuzi mmoja alikuwa akihojiwa na kituo cha Al Jazeera, anasema kuwa Marekani imewatenga Waarabu, hasa akizungumzia kuhusu Saudi Arabia, kuwa Marekani imewasusa Waarabu, yani imeshindwa kuwalinda na imepeleka ulinzi wote kwa Israeli. Yani Marekani hivi sasa hana shida ya kuwalinda tena Waarabu ambao aliahidi kupeleka vikosi na kila kitu kwa ajili ya kuwalinda. Sasa hivi yeye ulinzi wote kaupeleka kwa Israeli. Nimesikia wanazungumza kuhusu hayo. Sawa, kuhusu ulinzi. Sasa tujiulize, nadhani nimeona interview ikizunguka hiyo ya Generali Ibrahim Jabari ambaye ni generali wa IRGC ambaye alikuwa anasema kuwa Marekani imeondoa ndege nyingi Marekani imeondoa ndege nyingi zilizokuwa Mashariki ya Kati na zilizokuwa kwenye kambi mbalimbali zikiwemo za Bahrain, kambi ya Kuwaiti, kambi ya UAE, kambi ya Jordan, kambi ya pale Qatar na kambi za Saudi Arabia. Marekani imeondoa ndege nyingi, imezipeleka Cyprus. Kwa nini uziache? We huoni makombora yanavyotua? Nani anaweza kusema kuwa tuache ndege zetu hapa? Nani anaweza kuacha? Kwa hiyo Marekani kantoa ndege zake ni kawaida, kwa sababu mashambulizi yanafika, makombora yanapiga, kambi za kijeshi zimepigwa karibu zote. Sasa Marekani vipi anaweza kuendelea kuacha ndege zake zikae hapo ili zije zishambuliwe na zenyewe? Kwa hiyo Marekani amehamisha kundi la ndege zake zimekwenda Cyprus kwenye kambi ya Uingereza. Generali Ibrahim Jabari anasema kuwa tunajua zilipo na tutaanzisha wimbi la mashambulizi kuelekea Cyprus mpaka ndege hizo ziondoke pia kuwa hapo. Sio, umeelewa? Sasa kama Marekani mwenyewe amehamisha ndege zake, amekwenda kuzipeleka mbali kwa sababu ya mawimbi ya mashambulizi ambayo huenda ikazifikia Waarabu, hawameshindwa kujumlisha moja, au kwa sababu tu Marekani aliwaahidi kuwa tutawapa ulinzi, lakini jibu liko wazi kuwa ulinzi umekuwa mgumu, kwa hiyo inabidi mchukue tahadhari zenu kwenda huko. Kwa hiyo jamani, huu mzozo jinsi Trump anavyozungumza kuwa tutakwenda kati ya mwezi mmoja na wiki, mimi bado nimebaki kwenye msimamo wangu ule ule kuwa naipa zaidi ya 70% ya mzozo huu kuto kufikia mzozo uliopita ule wa 12 days war. Zaidi ya 70% huu mzozo, yani hii vita haitofikia vita iliyopita ile ya siku 12, yani haitofika kwenye ile ya vita. Maanake kuwa vita ya siku 12 ilichukua muda mrefu, hii vita itachukua muda mfupi tu kumalizika, kwa sababu maumivu yanagonga kila pembe ya dunia. Tayari Ulaya wanasikilizia maumivu ambayo tayari yameanza. Tayari mafuta yamekwenda juu kwa sababu Saudi Arabia, msambazaji mkubwa wa mafuta, tayari kaisha guswa, tayari kaukata usambazaji, tayari kapunguza uzalishaji, tayari OPEC inatikisika. Kwa hiyo tayari masoko yote duniani yametikisika. Usitegemee kuwa huu mzozo unaweza kuvuka mbali sana. Hiki anachokiongea Trump ni ile lugha ya kisiasa, lakini huenda baadaye tu kwenye mtandao wake wa Truth ataandika tena kuwa Irani wametaka mazungumzo, kama alivyotuambia jana kabla ya kamanda Ali Larijani kukanusha kuwa hatuhitaji mazungumzo yoyote, tuendelee tu na kile ambacho tunachokiona, kwa sababu Trump alivyosema kuwa tutakaa kwenye vita kwa wiki 4 mpaka 5, tayari Irani walikuwa wamejibu kwa Larijani, akasema kuwa wakati Marekani inajiandaa kwa vita ya muda mrefu, na sisi tulikuwa tukijiandaa kwa vita ya muda mrefu. Kwa hiyo kuwa hata Irani wamejiandaa kwa vita ya muda mrefu kwa kauli zao wanazozisema. Sisi yetu ni macho na masikio na muda ambao unaweza kutupa majibu kamili ya kila kitu ambacho kinachoendelea. Jamani, asanteni.